Kuna watu kuwakaribisha nyumbani kwako mara moja tu unajuta kabisa kwa nini uliwakaribisha. Baada ya kuondoka unasema afadhali huyu asije tena. Sio kwa sababu ni wabaya, hapana, lakini kuna tabia fulani ambazo mtu akizifanya ugenini huanza kuwachosha wenyeji taratibu, na kitu kibaya zaidi ni kwamba watu wengi wanafanya mambo haya bila hata kujua. Leo nitakwambia mambo ambayo hupaswi kufanya ukiwa ugenini, kwa sababu ukiyafanya kupita kiasi watu wanaweza kuanza kukuchukia kimya kimya. Na jambo la mwisho ndio la muhimu zaidi, watu wengi hulifanya bila hata kujua madhara yake. Twende sawa. Jambo la kwanza ambalo hutakiwi kulifanya ukiwa ugenini ni kuanza kukosoa nyumba au maisha ya mwenyeji. Moja ya tabia mbaya sana ambayo watu wengi huifanya wakienda ugenini ni kushindwa kujizuia midomo yao. Mtu anaenda kukaa kwa mtu siku 2 tu, halafu anaanza kukosoa kila kitu anachokiona. Anaanza kukosoa nyumba, mazingira au hata maisha ya mwenyeji kwa ujumla. Unakuta mtu kukaribishwa tu ndani anaanza kuangalia kila kona kama vile afisa wa serikali, halafu anaanza kuropoka. Mbona humu ndani mnatumia choo cha shimo? Bado tu mnatumia vyoo hivi? Au mwingine anasema mbona ukumbi ni mdogo sana? Au anasema mbona TV yenu ni ndogo sana? Bado tu mnatumia TV hizi za zamani. Hii ni tabia mbaya sana na haipendezi kabisa kwa mgeni kuanza kusema maneno kama hayo, kwa sababu watu wengi wanapambana sana kwenye maisha yao. Nyumba unayodharau leo huenda mwenyewe alijenga kwa mateso makubwa sana. Labda alijibana kwa miaka mingi, akachanga hela kidogo kidogo mpaka akafika hapo alipofika, ili tu awe na sehemu ya kujistiri yeye na familia yake. Halafu wewe unakuja siku 2 tu unaanza kuleta ujuaji. Kwani wewe kwa akili zako unahisi ni nani hasa angependa kutumia choo cha shimo kama angekuwa na uwezo wa kufanya vinginevyo? Ni nani hasa? Au unahisi kuwa kuna mtu ambaye hapendi maisha mazuri hapa duniani? Kila mtu anatamani kukaa pazuri, kila mtu anatamani kuishi pazuri na kuwa na vitu vizuri, lakini maisha yanatofautiana, na ndiyo maana unatakiwa kuwa makini sana na maneno yako ukiwa ugenini, kwa sababu unaweza kusema hivyo mwenyewe akacheka tu mbele yako, lakini ndani kwa ndani akaumia sana. Na ukweli ni kwamba ukianza kukosoa mazingira mwenyeji unamfanya ajisikie kuwa hafai ndani ya nyumba yake mwenyewe. Na niamini mimi, hata kama wewe umesema kwa utani, hata kama wewe hukukusudia kumuumiza au hukukusudia kufanya kejeli, kitendo cha kusema hivyo tu kinaweza kikamfanya akaumia sana. Jambo la pili ambalo watu wengi hulifanya wakienda ugenini ni kuwa kama mtoto mdogo ugenini. Hii ni tabia ya ovyo sana ambayo watu wengi huifanya wakienda ugenini. Unakuta mtu ameenda kwa watu kukaa wiki nzima, halafu anakaa tu kama mtoto mdogo anayehudumiwa kila kitu. Akimaliza kula, sahani anaziacha hapo hapo, haondoshi, haoshi wala kufagia. Shuka alilopewa jifunikie tangu siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho halifui, na mbaya zaidi, hata siku ya kuondoka analikunja tu na kumwachia mwenyeji wake alifue. Sasa hii ni tabia gani hii? Na usikute hilo shuka hilo usiku wa nyuma yake ameota ndoto zake za kikubwa, shuka lote limeharibika, halafu bado anashindwa hata kulifua. Sasa unataka kufulie nani? Nani akufulie uchafu wako? Akiingia chooni kuoga ndio mama, yaani akitoka humo ukiingia wewe utazani umeingia kwenye swimming pool, maji kila sehemu, hata kufagia maji ya chooni anashindwa. Nasubiri mwenye nyumba au dada wa kazi afanye kila kitu. Bro, hii ni tabia mbaya sana. Dada yangu, kama una tabia hii tafadhali acha. Wewe ni mgeni, sio mtoto wa miezi 6. Na kumbuka, ugeni una mipaka yake. Kuna msemo unasema ugeni
ni siku 3 tu. Hata kama kuna dada wa kazi, onyesha ustaarabu. Dada wa kazi ameajiriwa kuhudumia familia ya pale, sio kukuhudumia wewe. Wewe umekuja kwa dharura tu. Fua shuka zako, ukimaliza kula, osha sahani zako, tandika sehemu yako vizuri. Jaribu kusaidia hata kitu kidogo, kwa sababu ukweli ni kwamba wageni wanaosaidia hata vitu vidogo hukumbukwa kwa heshima sana. Lakini wewe wakuletewa kila kitu kama mtoto mdogo, wewe wakuletewa hadi maji, huwa unachosha haraka sana. Jambo la 3 ambalo hutakiwi kufanya ugenini ni kuacha watoto wako wafanye uharibifu. Hili jambo ndio huwakera watu wengi sana, lakini hawasemi. Yaani unaenda na watoto wako ugenini, halafu unabweteka tu, unajiachia tu, wakati watoto wako wanagoza nyumba ya watu kama vile viwanja wa kuchezea watoto. Mmoja anaruka kwenye kochi, mwingine anafungua friji kila dakika 2, mwingine yeye anashika hiki, mwingine anashika kile, na wewe upo tu pale unacheka, unasema watoto wangu hawa wakorofi sana hawa. Sasa hawa watoto ni wajibu wako, sio wajibu wa mwenyeji wako. Mwenye nyumba yeye anakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu akisema aanze kuwakemea, anaogopa asije akakukwaza wewe mzazi. Ndio maana unatakiwa uwakontroli mwenyewe, unatakiwa udili nao wewe mwenyewe, uambie mapema kwamba msiguse hiki, msiguse kile, wala msikimbie humo, kwa sababu watoto wakiharibu vitu, stressi zinabaki kwa mwenyeji wako na sio wewe. Kwa hiyo ukienda sehemu na watoto wako, usijibweteke tu, jaribu kuwakontroli kila muda. Na jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana kulifahamu na kuliepuka ni kuzidisha muda wa kukaa ugenini. Yaani kuna watu kuwakaribisha siku 2 tu wanaanza kuishi pale pale kama wamehamia Raspin. Ulitegemea akae siku 2 tu, lakini sasa imefika Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, bado yupo tu, na ubaya zaidi haoneshi hata dalili ya kuondoka. Anakaa ametulia kabisa, anakula, analala, anatumia maji, umeme, anatumia kila kitu ambacho kiko pale, kama vile maisha yake yamesimama. Sasa hii ni tabia moja mbaya sana ambayo mtu hatakiwi kufanya ugenini, kwa sababu ugeni una mipaka yake, na kuna kitu watu wengi hawakielewi. Watu wanaweza wakakupenda sana, wakaukaribisha kwa moyo wote, lakini ukizidisha muda wa kukaa unaanza kuwachosha taratibu, kwa sababu kuna vitu vinaongezeka, bili zinaongezeka, maji yanaisha haraka, umeme unapanda, chakula kinanunuliwa mara kwa mara, na wakati mwingine mwenyeji mwenyewe ana bajeti ndogo sana, lakini anajilazimisha tu ili asikuonyeshe. Unaweza kuona kila kitu kiko sawa, lakini ukweli ni kwamba mtu anaanza kubanwa kifedha kimya kimya, na sio pesa tu, lakini pia uhuru unapotea. Kuna watu wanaweza kushindwa kuvaa wanavyotaka ndani kwao, kushindwa kukaa kwa uhuru kwa sababu kuna mgeni yupo ndani. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba wenye nyumba wengi hawatakueleza moja kwa moja kuwa umewachosha, watabaki kuvumilia tu, kwa sababu wanaogopa kukuumiza, wanaogopa kuvunja urafiki wenu au ndugu wenu, lakini ndani kwa ndani tayari wanakuhesabia siku za kuondoka. Na niamini mimi, ukishakuwa mgeni wa kuganda, hata siku ukipiga simu kusema kwamba unataka kuja tena, watu wataanza kutafuta visingizio. Wanaweza kuambia kwamba wiki hii kuna mgeni, kwa hiyo labda usubirie wiki nyingine, na ukipiga tena atakwambia kwamba safari hii mimi sipo. Atakupa visingizio vingi ili mradi tu usiende tena, na yote hayo ni kwa sababu tu ulishindwa kujua muda gani wa kuondoka. Sasa kumbuka, mgeni anayejua muda wa kuondoka huachwa kwa heshima kubwa sana, lakini mgeni ambaye anaganda sana, hata akiondoka watu huanza kupumua kwanza. Sasa niambia hapo chini kwenye comment,
ni tabia gani ya wageni huwa inakukera zaidi kwako. Na kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii, share video hii na tutaonana kwenye video nyingine. Asante sana. Sasa niambia hapo chini kwenye comment, ni tabia gani ya wageni huwa inakukera zaidi kwako. Na kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini. Na kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii, share video hii na tutaonana kwenye video nyingine. Asante sana.